aliyoyafanya kwa Mpanda na aliyoyanuia kuyafanya kwa ajili ya kutimiza utume aliopewa na Mungu wa kuwafikishia watu mema yake, mapenzi yake, ujumbe wake, ujumbe wa wokovu, kututoa katika utumwa wa dhambi. Wapo wengine wapenzi sana kusikia dhambi. Hapo unataka kusikia unapofanya dhambi matokeo yake hapo vina ninaombea, ila kwa sababu unasema ukweli wa msingi. Mungu amekuja kwa nafsi ya pili akatoa binadamu ili atuonyeshe sisi mpango wake na anataka tufuate katika mahusiano yetu. Ndio tunapoweza kuonyesha mapendo. Baba Mpanda aliwahimiza watu, alikuwa hivi ndio anataka kuwahimiza watu wazingatie mapendo katika maisha yao na waondokane na yale yote yanayokwenda kinyume cha mapendo, kwa sababu ya kukosa mapendo. Na mengine yote mazuri yanaunganishwa katika mapendo, na mengine yote mabaya yanaunganishwa katika kutokupenda, kwenda kinyume cha mapendo. Basi leo tukumbuke kuwa Baba Mpanda, mapendo ya kweli yanadai sadaka. Na Baba Mpanda alijitahidi maisha yake sana. Basi niwamalizie kwa kuambia kuwa bila mapendo kama alivyofundisha Kristo, matendo mema yanaweza kufuta dhambi nyingi katika mtu. Matendo mema yanaweza kufuta dhambi nyingi katika mtu. Na matendo mema ni mambo madogo kwa sababu makubwa. Wala si lazima uwe na uwezo mwenyewe katika hitaji lake. Basi Kristo mwenyewe ndio anayekwambia katika Injili ya leo kwamba kuurithi ufalme wa mbinguni amerahisisha. Kama uende kwa Mungu au uende mbali na Mungu kwa yale mema unayofanya na yale mema unayoacha kuyafanya. Wewe hukuiba, wewe hukuzini. Nilikuwa na njaa nanipa chakula, na mwingine nilikuwa na njaa hukunipa chakula. Matendo namshukuru yeye mwenyewe alitekeleza kadiri alivyojitahidi kuwa mbele yetu kama zawadi. Lakini anatualika sisi sote tunapomshukuru Baba Mpanda, wengine kama vyombo vya kutumia kwa faida yetu. Sisi wenyewe tuwe zawadi na wengine tuone kama zawadi. Leo malizie kwa neno Baba Mpanda.
kusikiliza Baba yetu katika mazishi haya, uaminifu katika maisha yetu, Bwana. Thank you.
Mwenyezi, tunakuomba kwa njia ya mafumbo haya matakatifu, mtumishi wako Padre Magreti aone wazi yale yaliyokuwa pia huduma yake hapa duniani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Hivyo baada ya kula alitoa kikombe na kushukuru, alibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fumbo la imani. Oh,
wapate daima msaada mwombezi yao mbele zako. Tunakuomba e Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Titus Mdoe, pamoja na maaskofu wote wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na hasa baba yetu mpendwa Manfred Sager, na wote walioaga dunia wakiwa kupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaojalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake
Tumsifu Yesu Kristo. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Linafuata sasa zoezi la salamu za rambirambi. Ni dhahiri kwamba sisi sote tungependa kusema neno fulani kwa ajili ya marehemu wetu Padre Manfred Mpanda, lakini tuwaridhie wachache ambao watazungumza kwa niaba yetu maneno yatakayosindikiza salamu zao za rambirambi. Kwanza kabisa namkaribisha makamu wa askofu wa jimbo la Lindi, Baba Wilbard Mbinga, kwa niaba ya askofu wa Lindi. Karibu. Kristo tumaini letu. Mhashamu Baba Askofu Titus Mdoe, waheshimiwa sana manaibu wa askofu wa Mtwara, ndugu Masasi, waheshimiwa wapadre, waheshimiwa watawa wa kike na wa kiume, waheshimiwa sana kwa namna pekee wanafamilia mpendwa baba yetu Manfred, na wapendwa walei na wale wote wenye mapenzi mema tuliokusanyika hapa. Mhashamu Askofu Wolfgang Pisa wa Jimbo Katoliki la Lindi na Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania amenituma rasmi nije kumwakilisha na hasa kwa namna pekee kueleza masikitiko na majonzi yake makubwa yeye kama mhashamu askofu wa Jimbo la Lindi na pia familia nzima ya Jimbo Katoliki la Lindi kwa msiba huu mkubwa mliopata jirani zetu wa Jimbo la Mtwara. Kama tulivyosikia katika wasifu, mpendwa baba yetu aliyefanya utume wake mwanzoni katika parokia kadhaa za jimbo letu la Lindi kabla jimbo alijagawanywa, na hivi tunachukua nafasi hii kwa namna pekee kuwapa kwanza pole nyingi sana mashamba wa askofu, mapadre, watawa na taifa zima la Jimbo la Mtwara, na pia kwa namna pekee wanafamilia. Baba Mpanda mimi namfahamu vizuri tu, alinizidi darasa moja ikiwa na mtu, lakini basi kule Peramiho alinizidi madarasa mawili. Huyu kwangu mimi kwa namna pekee alikuwa ni mwalimu wangu. Katika sifa zile ambazo tumesikia kwenye wasifu, alikuwa mpenda soka na goalkeeper mzuri sana wa Peramiho Stars. Wale mapadre ambao wapo hapo wanashuhudia. Nilipofika mwaka wa kwanza, huyu ndio alikuwa goalkeeper namba 1. Nimekaa miezi michache akanifundisha na mimi goalkeeper. Kwa hivi mpaka anamaliza ushemasi, yeye goalkeeper namba 1 na mimi goalkeeper namba 2. Na ile timu ilikuwa makini sana. Na wachezaji wengine nao hapa sitaki kuwataja. Mmoja lakini aliyenisaidia Baba Joseph Kororo akiwa kama center half, na rafiki yangu Padre Dastan Mbani alikuwa hapa, na Baba Patrick Mkapa akiwa namba 9 wa timu ile. Kwa hivi ilikuwa timu kupanda. Huyu mzee alituwezesha kuwa na clean sheet wanapoita siku hizi Waswahili. Akikaa golini ukimpita basi wewe shukuru Mungu. Aliweza kudaka mpira mpaka mkono mmoja tu na kuwakatisha tamaa wale vitimu vya kienyeji vya Peramiho. Na hivi nichukue nafasi hii kwa namna pekee, pamoja na shukurani tunazotoa sisi wanajimbo, mimi namshukuru sana mzee wangu. Zile fadhila mbalimbali alizotajwa
ni moja kati ya kazi aliyoifanya. Kama alionyesha uvumilivu, alionyesha tabia ya kujituma, basi moja mimi niliona katika shughuli ile nzuri aliyofanya pamoja nasi. Kwa hivi tunasema nafasi, asante sana Baba Manfred Mpanda, asante kwa utume wako uliotukuka, na Mungu sasa akurudishie katika yote uliotutendea sisi sote. Msiba huu natumaini umetugusa na unaendelea kutugusa sisi sote. Mungu ampe tuzo kwa yale aliyofanya katika maisha yake. Raha ya milele umpe Bwana, astarehe kwa amani. Anapoondoka mwakilishi wa askofu wa jimbo la Lindi, makamu wake, namkaribisha makamu wa askofu wa jimbo la Tunduru Masasi, Father Joseph Chinguile, na mwakilishi wa Abasia ya Ndanda ajiandae. Kwa niaba ya Mwashamu Baba Askofu Philbert Felician Muhasi wa jimbo Katoliki la Tunduru Masasi, mapadre, watawa na taifa lote la Mungu la jimbo la Tunduru Masasi, tunasema pole sana Mhashamu Baba Askofu Titus Mdoe, mapadre na taifa lote la Mungu la jimbo la Mtwara kwa kuondokewa na mpendwa wetu Padre Manfred Mpanda. Sisi mapadre vijana, Padre Manfred alikuwa nembo na alama ya umoja wa majimbo haya matatu yanayokaribiana ya Lindi, Mtwara na Tunduru Masasi. Padre Mpanda uliweza kumuona popote pale katika majimbo haya kwenye parokia zetu, akisalimia, mara nyingine hata akipitisha muda wa mapumziko, iwe Tunduru Masasi au Lindi, hata huko nyumbani kwake Mtwara. Ametuachia mfano huo ulio bora wa ushirikiano kati yetu sisi makleri, lakini pamoja na waamini wote wa taifa la Mungu linaloishi katika majimbo haya. Raha ya milele kumpe Bwana, mtumishi wako Padre Manfred apumzike kwa amani. Anapokuja mwakilishi wa Abasia ya Ndanda, mwakilishi wa Abasia ya Peramiho ajiandae. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa niaba ya Baba Abati Christian Temu na vile priori wetu Father Damian pamoja na watawa wote wa Abasia ya Ndanda, napenda kutoa pole sana kwa Baba Askofu wa jimbo la Mtwara pamoja na mapadre wote, ndugu na jamaa na marafiki wa baba marehemu kwa kuondokewa na baba yetu mpendwa Padre Manfred Mpanda. Kifupi, Padre Manfred Mpanda, sisi watawa wa Abasia ya Ndanda tulikaa naye muda mrefu sana hapa Ndanda wakati anahudumu hospitali ya Ndanda. Alikuwa chaplain wa wagonjwa, wetu tulikaa naye Abasia, tunamfahamu vizuri sana. Na moja ya mambo ambayo niliweza kujifunza kwake sisi watawa, labda niseme moja tu, ilikuwa mengi sana. Yeye kwa kweli alikuwa na bidii ya kusali pamoja na sisi watawa. Pamoja na kusali, alichukua muda mwingi kutafakari kanisani. Kwa hiyo kwa kweli
alitupatia mfano mzuri sana, pamoja kwamba alikuwa padri wa jimbo, lakini kati ya mapadri ambao walikuwa wanapenda kusali na kutafakari muda mrefu kanisani. Mara chache vijana wetu walikuwa na muomba atoke wafunge milango, lakini yeye alisema nyie acheni, mimi nitafunga mwenyewe. Na hii sio hadithi, ni ukweli usiopingika. Kwa kweli huyu baba alituonyesha mambo mengi mazuri, lakini natosha kusema hilo moja kwa mfano mzuri ambaye tunaonyesha sisi dawa. Raha milele mpe Bwana, Mungu wa milele mwangazie, nastarehe kwa amani. Asante. Anapokuja mwakilishi wa abasia ya Peramiho, Baba Askofu Almasi wa Dayosisi ya Anglican Masasi ajiandae. Mungu ni mwema kila wakati. Mhashamu Baba Askofu Titus Mbewa, Jimbo Katoliki la Mtwara, nimetumwa na abati wa Peramiho, Abati Emmanuel, na jamii yote ya abasia ya Peramiho kuja kushiriki misa hii pamoja na Baba Askofu wa Mtwara, kumshukuru Mungu kwa zawadi ya Padre Mpanda ambaye ametoa huduma sehemu mbalimbali kama tulivyosikia katika jimbo la Mtwara, Lindi na Tunduru Masasi. Baba Emmanuel na jamii yote ya abasia wanatoa pole hizo kwa Baba Askofu, kwa mapadre, watawa, jamii yote ya Wanamtwara na kwenye familia yake. Kwa nini Peramiho tumeguswa na msiba huu? Kwanza kama tulivyosikia, Baba Mpanda amekaa sana hapa abasiani, na watawa wa Peramiho walipofika katika abasia ya Ndanda walikutana naye, na wameweza kusema sifa moja ambayo wengine hawajaitamka katika kuongea kwao, kwamba ulipokutana na Mpanda uliweza kusoma usoni kwake maneno yanayosema ninafurahi kukuona. Ulipokutana na Mpanda na unamsoma hii kwamba Mpanda anaongea mimi nimefurahi kukuona wewe. Ni basi watawa wengi wa abasia ya Peramiho walipendezwa na yeye. Lakini basi cha pili kwamba sisi tumeguswa na msiba wa Mpanda kwa sababu bwana fedha wetu wa abasia ya Peramiho anatoka parokia ya Namonkwe, naye ni Brother Kasia. Hivi msiba huu kwa abasia ya Peramiho ni mkubwa, na lazima tuungane na Baba Askofu katika hilo. Raha milele mpe Bwana. Roho ya Baba Mpanda isiaende kwa amani. Anapokuja Askofu Almasi wa Dayosisi ya Anglican Masasi, mama mkuu wa shirika la masista wa Benediktina Bikira Maria Msaada wa Kristo Ndanda ajiandae. Shamba Baba Askofu Titus Mbewa, naibu maaskofu wote wa majimbo matatu, wakuu wa mashirika ya kitawa, watu wa Mungu yote. Binafsi nimekuja kushuhudia mwisho wa mtu wa pekee ambaye alikuwa na mdomo, alikuwa na uso, lakini pia alikuwa na mikono. Tuliohudumiwa naye hapo hospitali, mikono yake ilitubariki, uso wake ulitubariki, na ulimi wake ulitubariki. Napoona wingi wa watu wengi namna hii, milele umpe Bwana na apumzike kwa amani. Tunapomkaribisha mama mkuu wa shirika la masista Benediktina Bikira Maria Msaada wa Kristo Ndanda
Tunatambua kwamba Manfred Mpanda marehemu dada yake ni sista wa shirika hilo. Hivyo basi mama mkuu atakapoongea hapa ataongea pia kwa niaba ya mashirika yote ya watawa wa kike. Karibu. Mwashamu Baba Askofu Titus Mdoe wa jimbo la Mtwara, waheshimiwa manaibu wa maaskofu jimbo la Lindi, Tunduru, Masasi na Mtwara, wapendwa mapadri wote na watawa wote na waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo. Ninaposimama hapa kwa niaba ya watawa, kwanza napenda kutoa pole kwa Mwashamu Baba Askofu Titus Mdoe na kanisa lote jimbo la Mtwara. Pili, natoa pole kwa watawa kwa sababu kwetu sisi Baba Manfred Mpanda ni baba wa kiroho, lakini kwa namna ya pekee kabisa ni kaka yetu, kwa sababu dada yake yuko pamoja nasi. Licha ya kuwa baba yetu wa kiroho, Baba Mpanda kama ilivyotajwa kwenye wasifu wake, alikuwa kwetu kiongozi wa kiroho mwenye maisha ya kiroho, na masista wengi tumesaidiwa naye. Hatuna neno la kusema isipokuwa tunajikumbusha tunaposali sala ya Bwana, utakalo lifanyike, na hili tunalipokea kwa uchungu, lakini utakalo lifanyike. Raha ya milele mpe Bwana, astarehe kwa amani. Sasa namkaribisha mwakilishi wa serikali kama yupo. Basi kama mwakilishi wa serikali hayupo, salamu zinazofuata hazitaambatana na maneno yoyote, bali watafika na kumshika mkono Baba Askofu. Kwanza kabisa UMAWATA jimbo la Lindi wamshike mkono Baba Askofu, pia UMAWATA jimbo la Tunduru Masasi. Wanapoendelea hao, basi nawaomba mapadre wote waliojiandaa kutoa rambirambi wafika kwa Baba Askofu na kumpa salamu za rambirambi wakati wanakwaya unatuimbia wimbo. Amen.
Bila shaka salamu za rambirambi kwa upande wa madhabahuni zimekamilika. Sasa ninawakaribisha kwanza kabisa mashirika ya kitawa yote ya kike, kwa sababu mwakilishi wao wameshaongea, basi waje kutoa sasa salamu za rambirambi. Mashirika ya kitawa yanapofika kutoa rambirambi, naomba pia halmashauri ya walei jimbo Katoliki la Mtwara waje kumshika mshamu baba askofu. Sasa tunageukia parokia zote za jimbo Katoliki la Mtwara, tukianzia na dekania ya Pwani. Parokia za Shangani Mashariki, Shangani Magharibi, Majengo, Magomeni, Mikindani na Mahurunga. Karibuni kwa kutoa rambirambi hizo. Wanakwaya tuimbe. Nao pia dekania Makonde waunge hapo hapo, na Nyamba, Tandahimba, Luagala, Kitangali, Chehangu, Newala Benedict, Newala Joseph na Namumbwe. Vyama vya kitume vilivyojiandaa, tukianza na Viwawa. Karibuni kwa rambirambi. Viwawa jimbo. Wawata jimbo. Waka jimbo. Basi
tunapoelekea ukingoni, sasa ni kwa nafasi ya kila mmoja wetu aliyekuja na rambirambi asirudishe nyumbani, amekuja nayo kwa lengo la kushika mkono baba askofu. Karibuni tuweke chochote katika kisonjo hapa mbele.
Kristo. Tunapoelekea kuhitimisha ungo ya kwanza, namkaribisha mwakilishi wa familia afike hapa aseme neno. Karibu. Mwashamu Baba Askofu, askofu wetu wa jimbo la Mtwara Baba Titus Mdoe, makamu wote wa maaskofu kutoka jimbo la Tunduru Masasi na jimbo la Lindi, lakini pia Baba Abate wa Abasia ya Ndanda mahali hapa tulipo. Namuona pia Abate mstaafu Baba Dionis, mapadri wote wakiwemo na maparoko pamoja na wasaidizi wao, lakini pia mashemasi, watawa wote, masista na mabradha, waumini wenzangu wote, viongozi wa serikali na chama na viongozi wengine wa dini wote. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi niko mbele yenu hapa nawakilisha familia ya marehemu Father Manfred Mpanda. Father Manfred Mpanda mimi ni mjomba wangu. Naitwa Andrew Katunzi, lakini nimeteuliwa kuja kuongea hapa machache ambayo nitayaongea. Lakini awali ya yote, Baba Askofu, ikupendeze utambue tu uwepo wa masista ambao wako kwenye hiyo familia, kwa sababu nimesikia akitajwa Sister Maritina, lakini pia kuna dada zake wengine marehemu Father Manfred Mpanda. Yuko Sister Jacqueline ambaye yuko Mtwara, lakini pia tunaye sister mwingine ambaye yuko kwenye familia hiyo hiyo. Pia Baba Askofu, tunashukuru sana kwa moyo wa upendo uliotuonyesha. Kwa hiyo familia inatoa shukrani kwa sababu tumeona jinsi ulivyopokea msiba huu na mahangaiko ambayo umehangaika kuratibu shughuli hizi za mazishi mpaka hivi zinavyoendelea hivi sasa. Kwa hiyo asante sana Baba Askofu. Lakini la pili, nishukuru pia Baba Askofu kwa kutuongozea misa hii, nazo pia ni moja kati ya uratibu wako. Kwa kweli unatufariji sana Baba Askofu. Pia niwapongeze waimbaji wetu ambaye mmeonekana kusherehesha misa hii ambayo tunamsindikiza mjomba yetu, baba yetu, babu yetu, mtoto wetu Father Manfred Mpanda. Hongereni sana waimbaji na asanteni. Mheshimiwa Baba Askofu, familia haina maneno mazuri sana ambayo yatakupendeza zaidi ya kusema pole na asante kwa yote unayotuonyesha. Mungu akubariki, uwe na moyo huo, kwa sababu tunaendelea na shughuli ya mazishi. Mengine kama tutapata nafasi kule mwishoni basi utayasikia, lakini tu niombe utuombee kwenye familia yetu ya Mpanda, kwa sababu tumepata pengo sasa hivi. Tulikuwa na baba yetu Baba Mpanda ambaye alikuwa anatupa mafundisho vizuri. Kwa hiyo tuombe Baba Askofu pamoja na mapadri wengine wote tuombee kwenye familia yetu, walau atokee mwingine ambaye atafanana na Baba Manfred Mpanda. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Asante sana mwakilishi wa familia. Sasa namkaribisha Mwashamu Baba Askofu Titus Mdoe naye apate kusema nasi. Asante sana mwenyekiti wa mapadri wa jimbo wa WATA, Mheshimiwa mapadri, manaibu ambao ni manaibu wa maaskofu wa majimbo yetu Mtwara,
Lindi na Tunduru Masasi, Mheshimiwa Askofu Almasi Waanglikana huko Masasi, Mheshimiwa mapadi wote, watawa wote wa kiume na wa kike, familia ya baba yetu Manfred Mpanda na ndugu zangu wote ambao mmefika katika ibada hii. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nazungumza tu kwa niaba ya wanajimbo wote, tutaendelea kuzungumzana baadaye. Lakini washukuru sana kwa kuungana pamoja katika ibada hii ya kumsindikiza baba yetu Manfred Mpanda. Nawashukuru kwa yote ambayo mmeyatenda. Nashukuru kwa mkono wa rambirambi na salamu kutoka sehemu mbalimbali. Niwaombe tu tuendelee kumwombea baba yetu, tuendelee kumsindikiza kwa sala hizo, tuendelee hata baada ya hapo kumwombea misa pamoja na marehemu wengine wote. Tuendelee kukumbuka yale mema yote ambayo ameyatenda. Mengine tumeyasikia, mengine hatujasikia mema aliyoyatenda, kwa sababu ingekuwa ni vigumu sana. Mimi makamu wangu hapo ni shahidi, pamoja na katibu waliandika mengi kweli kweli. Nikawaambia jamani, hatutatoka huko kwenye ibada. Kwa hiyo tukawa tunapunguza mpaka yale ambayo yamebakia katika zile kurasa 3 za leo, lakini yalikuwa ni mengi. Yuko ni mshuhuda. Kwa hiyo nasema ya kwake yanayomhusu aliyoyatenda mazuri ni mengi mno. Mashuhuda mpo, jamii yote ya Ndanda hii na sehemu mbalimbali za jimbo tumesikia kutoka kwa wale wenzake ambao wamesoma wote. Basi ni mengi tu, tuendelee kuyaenzi. Na sisi kama tulivyoshaelezwa, zamu yetu nayo itafika. Zamu yetu ikifika, kila mmoja katika nafsi yake aseme mimi watasema nini juu yangu. Lakini kubwa, wewe ishi maisha yako. Maisha yako kama wewe mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu amekuita kwa jina lako. Kwa hiyo timiza wajibu wako mbele ya Mwenyezi Mungu kama wewe, kwa sababu siku hiyo ya mwisho utaulizwa wewe kama nafsi. Kwa hivi tuendelee kumshukuru Mungu kwa lolote ambalo anatutendea. Kwa machache narudia tena, Askofu asante sana, Padre asanteni sana, dada zangu watawa asanteni, paji wetu, familia na wote walioko hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana Mhashamu Askofu. Naomba usikivu wa namna ya pekee kwa yale yatakayofuata mara baada ya baraka na kuanza safari ya kumsindikiza baba yetu Manfred. Itakapoanza ibada ya kumsindikiza baba Manfred, tutajipanga pande mbili kulibeba jeneza lake hadi hapo nje, ambapo tutaweka katika kigari maalum kitakachokokotwa mpaka makaburini. Tutakapofika mwisho wa lami kuelekea makaburini, tutajipanga tena pande mbili kulibeba jeneza la mpendwa wetu hadi pale tunapoenda kumlaza. Sasa watakaoambatana na kulishika lile gari litakalobeba mwili wa marehemu ni hawa wafuatao. Kwanza, Father Charity Okororo. Wa pili ni maklasmeti wake ambao ni Father Ignace Okororo, Father Patrick Mwaya, Father Martin Mapunda na Father Yohanes na Chihangu. Wa sita ni ndugu mmoja wa marehemu. 7, mwenyekiti wa parokia ya Namombwe. 8, na mwisho ni kiongozi mmoja wa halmashauri ya walei jimbo. Hao ndio watakaoshika lile gari litakalomsindikiza mwili wa marehemu tukishamketisha pale nje.
Utaratibu mwingine ni wa kupata uji mara baada ya maziko. Tutakumbushana tena huko baadaye. Utaratibu wa kupata uji kuna kumbi 3. Ukumbi wa kwanza ni Subiako. Huko atakwenda wahashamu maaskofu, makamu wa maaskofu, provinsiale wa SDS, mapadre wote, watawa wote wa kike na wa kiume, kate jimbo, viongozi wa serikali na vyama vya siasa kama wapo, waseminari wote na madereva wa viongozi. Huko ni Subiako. Zakeo ya zamani watakwenda wageni wote toka dekania ya Pwani na Makonde pamoja na ndugu na jamaa na wengineo. Chepo Ndandahai hapo watakuwepo hapo dekania ya Ndanda wote, yaani parokia za Ndanda, Chikundi, Nango na Chigugu, waimbaji wote, wahudumu na wanafunzi wote. Hizo ndizo kumbi 3, tutakumbushana baadaye. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Tunaendelea na ibada yetu kumsindikiza mpendwa wetu kwenye makazi yake ya muda. Leo tunamsindikiza mpendwa wetu Baba Manfred Mpanda katika safari yake ya mwisho. Mungu alimpa maisha hapa duniani na sasa amemwita ajaliwe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutaweka ardhini kama mbegu ya mwili mtukufu na roho yake ingie katika raha yake. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea,
Salamu Maria, Salamu Maria.
Mpenzi mfuatiliaji wa ukurasa wa Facebook Radio Maria Tanzania, ninakushukuru kwa kuwa nasi tangu tulipoanza adhimisho la sadaka misa takatifu kumwombea marehemu Padri Manfred Mpanda, padri wa jimbo Katoliki Mtwara, ambapo misa ya kumuaga marehemu na kumwombea Padri Mpanda imefanyika katika parokia Mtakatifu Benedikto hapa Ndanda na imeadhimishwa naye Mwasha Titus Mdoe, askofu wa jimbo la Mtwara. Na sasa maandamano yanaelekea katika makaburi ya mapadri hapa Mtwara kwa ajili ya kupumzisha mwili wa marehemu Padri Manfred Mpanda. Nilikuletea matangazo haya ni mimi Dominic Yaule, mwakilishi wa jimbo la Lindi, kwa niaba ya Maria Leo Kidanka, mwakilishi wa jimbo Katoliki Mtwara.